Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Wakati ule Yesu aliwaambia wafuasi wake, mkinipenda mtashika amri zangu, nami nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine, ili awepo kwenu hata milele, ndiye Roho wa ukweli, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa sababu haumuoni wala haumtambui. Bali ninyi mnamtambua, kwa maana anakaa kwenu na atakuja ndani yenu. Sitawaacha ninyi kama yatima, nitakuja kwenu. Bado kitambo kidogo, ulimwengu haunioni tena, bali ninyi mnaniona, kwa kuwa mimi ni hai, nanyi mtakuwa hai. Siku ile mtatambua ya kuwa mimi ni ndani ya Baba, nanyi ndani yangu, nami ndani yenu. Aliye na amri zangu na kuzishika ndiye anipendaye, naye anipendaye atapendwa na Baba yangu, nami nitampenda na nitajidhihirisha kwake. Injili ya Bwana. Alipofufuka na akashinda dhambi na kifo. Na hivyo kanisa imetupatia hizi siku 50 tuweze kungoja kwa hamu na gamu kuzaliwa kwa kanisa, na kwa njia ya kipekee kuweza kupokea Roho Mtakatifu atakayezindua kanisa upya, kujalia kanisa nguvu, ushupavu, na kuweza kuelewa yale mambo ambayo Yesu Kristo amekuwa akitufundisha, kama alivyoweza kuwafundisha wanafunzi na wafuasi wake. Baada ya kusoma juu ya vitabu ama kitabu cha ishara, na kuweza kukumbushwa ishara 7 tunazozipata katika Injili hii ya Yohane, tuliweza kuadhimisha ishara ya 7 tulipoongozwa katika kuelezewa vile ambavyo Lazaro aliweza kufufuliwa. Ni ujumbe ambao ulikuwa unatutayarisha
tupate kuelewa yale yatakayompata Yesu Kristo, yeye aliyemzaliwa wa kwanza kutoka kwa wafu, alipoteswa na akaweza kufa, kuzikwa, na siku ya tatu kuweza kufufuka na kudhihirisha kwamba kifo hakina neno la mwisho, bali neno la mwisho lina Mungu, na ni Mungu tu ambaye tunapaswa kumpa ama kumkabidhi maisha yetu. Kitabu hicho cha Ishara kinafika tamati yake katika mlango wa 12 wa Injili ya Yohane, tunapopewa matukio mbalimbali, hasa baada ya kufufuliwa kwa Lazaro, na vile ambavyo watu wengi walipata kumwamini Yesu Kristo, na wasiwasi ukawajaa baraza la wazee, Mafarisayo, waandishi pamoja na wakuu wa makuhani. Hapo ndipo walikata kauli ya kuweza kumwangamiza Yesu Kristo. Unaposoma Injili hii ya Yohane mlango wa 13, ndipo tunapewa ujumbe wa vile ambavyo Yesu Kristo aliweza kuwatawadha wanafunzi wake miguu. Hiyo ilikuwa ni siku ya Alhamisi Kuu, alipoandaa karamu ya mwisho, na katika maandalizi yale Yesu akaweza kutoa kanzu yake, akajifunga kitambaa kiunoni mwake, akaweza kuwa mtumishi wao. Aliosha wanafunzi wale 12 miguu yao na kuweza kuipanguza, na baadaye akawaagiza yale aliyowatendea wapate kwenda kuwatendea wenzao. Na wakiwa mezani, akaweza kuelezea ya kwamba mmoja wenu atanisaliti, jambo ambalo liliwakera sana wanafunzi wake. Na tunakumbuka Simoni Petro alipoona mwanafunzi yule aliyependwa na Yesu ameegemea kifuani mwake, aliweza kumwonyesha ishara amuulize ni nani huyo atakayemsaliti. Na Yesu akasema kwamba ni yule ambaye atampa tonge la mkate baada ya kutumbukiza kwenye kikombe, huyo ndiye atakayemsaliti. Lakini kwao hawakuweza kuelewa, kwa sababu hata Yuda alipopewa tonge la mkate, Yuda Iskariote alitoka mezani, akaweza kuingia katika giza. Shetani alipomuingia na akawa amekata kauli ya kumsaliti Bwana wetu Yesu Kristo. Na baada ya hapo Yesu aliketi mezani na wale wanafunzi 11, akaanza kuwapa maneno yake ya mwisho kama tunavyoyapata kwenye Injili hii ya Yohane mlango wa 14
15, 16 na 17, kwani mlango wa 18 Yesu aliondoka na akaenda kwenye shamba la mizeituni, ambapo baadaye Yuda atakuja na askari kama alivyoambia, yule nitakayembusu huyo ndiye. Hivyo tunaona ya kwamba katika mlango huu wa 14 Yesu anazungumzia kuhusu ujio wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ambaye nimesema majuma mawili yajayo tutaweza kuadhimisha sikukuu ya ujio wa Roho Mtakatifu. Siku 4 baada ya leo tutaadhimisha kupaa kwa Bwana wetu Yesu Kristo, na baada ya kupaa kwake siku 10 baadaye Roho Mtakatifu atawashukia mitume. Hivyo mlango wa 14 ni mlango ambao unatuelekeza katika hiyo barabara ya kutambua ni zawadi ya namna gani inayomngojea mwanadamu, zawadi tutakayotunukiwa baada ya kuondoka kwake Yesu Kristo. Na Jumapili iliyopita Yesu aliwazungumzia wanafunzi wake waziwazi tuliposoma Injili hii ya Yohane mlango wa 14 kuanzia aya ya 1 hadi 12. Akawaambia, msifadhaike mioyoni mwenu, mwaminini Mungu na muniamini pia. Na akawaambia kwamba nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, hivi kwamba kama hakungalikuwa angalituambia. Akaweza kutoa ushauri alipotuambia, naenda kuwatengenezea mahali, na pakimalizika nitakuja kuwachukueni, ili mahala nilipo nanyi muwepo. Maneno hayo baadaye tutayapata katika Injili hii ya Yohane mlango wa 17 kuanzia aya ya 24, atakapo tuelezea ya kwamba yeye na Baba ni kitu kimoja, na hivyo aliombea umoja huo uweze kuonekana pia kati yetu, kama vile ambavyo ameguzia katika somo la Injili ya siku ya leo. Mlango wa 15 tunaelezewa kuhusu Yesu ni mzabibu wa kweli na Baba ndiye mkulima, na kwamba sisi tu matawi, na tawi lisilozaa ni kukatwa, hukatwa na kuweza kutupwa, bali lizaalo kusafishwa ili lipate kuzaa matunda mengi. Kwa hivyo ni somo ambalo tunahimizwa sana kuweza kuzalisha matunda. Yesu alipotuambia kwamba ni lazima tuwe tumeshikamana naye, kwani bila yeye hakuna lolote lile tunaloweza. Na ndio basi akaendelea katika mlango huu wa 15 kutuambia kwamba ni mimi niliyewachagua ninyi, sio ninyi mliyenichagua. Kwa hivyo tumechaguliwa na Yesu, na Yesu ametufanya sisi tuweze kuwa marafiki zake. Na katika mlango wa 16 ndipo anarudia tena kuhusu zawadi hii, kama vile ambavyo ametuambia siku hii ya leo, ya kwamba nitamuomba Baba naye atawapa
msaidizi mwingine. Kumaanisha kwamba tumekuwa na msaidizi na Yesu anakaribia kuondoka, yule ambaye amekuwa akiwatetea wanafunzi wake. Walishtakiwa ya kwamba wanakata masuke ya ngano, na Yesu akasema, bwana harusi wakati yupo, hatuhitaji kufunga. Alijaribu kurekebisha mtazamo wa watu na jinsi ambavyo tunapaswa kupatia mambo mtazamo wa kimungu katika kila hatua tunaopiga maishani mwetu. Na ni katika mlango huo wa 16 anawaambia ya kwamba ulimwengu utawachukia kwa sababu ulinichukia kwanza. Lakini himizo ni kwamba wadumu katika Roho Mtakatifu, waweze kuendelea kumtegemea Yesu Kristo katika kila jambo. Na baadaye mlango wa 17 katika Injili hii ya Yohane ataweza kuombea wale thenashara, akiombea kwamba Baba walinde hawa, na hivyo ndivyo alivyotuombea hata sisi, tupate kulindwa na Mungu kutokana na ghadhabu ya yule muovu, kwa sababu huyu muovu amekuja ili aweze kutushtaki, amekuja ili aweze kutupotosha, amekuja ili atuchochee dhidi ya ndugu zetu. Kwa hivyo uchochezi wowote ule dhidi ya ndugu yako unasababishwa na huyu muovu, na ndipo tunahitaji huyu Roho wa ukweli ambaye tumeahidiwa siku hii ya leo. Siku 10 zijazo tunatarajia kupokea Roho wa namna gani? Kwa hivyo ni matayarisho, tunatayarishwa tuweze kuelewa zawadi hii ambayo tunajaliwa na tunaahidiwa na Yesu Kristo itakuwa ni zawadi ya namna gani. Na baada ya kuombea wanafunzi wake, kutuombea na sisi pia aliweza kujiombea, na kwa kweli akaweza kutamatisha mafundisho yake baada ya kuhakikisha kwamba amewaimarisha hawa aliyokwisha kuwachagua, ili hata wakati ambapo wataweza kuondoka, wataondoka wakiwa na ujasiri na wamejifunza mengi ambayo watahitaji Roho wake Mungu Mwenyezi aweze kuwakumbusha yale yote ambayo Yesu aliweza kuwafundisha. Na ndiye akawaambia, sitawaambia mengi, kwa sababu mioyo yao ilionekana kuwa na wasiwasi mwingi. Ndugu zangu, tukumbuke Injili tuliyosoma siku ya Jumapili, Tomaso alipomuuliza Yesu Kristo, njia uendayo sisi hatujui, kwa hiyo tutaijuaje? Na Yesu Kristo akasema, mimi ni njia, mimi ni ukweli, na mimi ni uzima. Na Yesu aliposema kwamba yeye ni ukweli, tumesikia katika Injili ya siku ya leo tunapoambiwa ili awepo kwenu hata milele, huyo msaidizi mwingine atakuwa katika maisha yetu hata milele, na huyo ndiye tunayeambiwa kwamba ni Roho wa ukweli. Yesu Kristo ni ukweli. Kwa hivyo anapotuambia ya kwamba naenda lakini narudi kwenu, tujaribu kushikamanisha maneno haya na hiyo Injili ambayo tuliweza kuisikia siku ya Jumapili. Ndio msomi mmoja anayejulikana kama Thomas A. Kempis aliyeandika Imitation of Christ, kumuiga Yesu Kristo. Alisema kwamba without the way there is no going, without the truth
there is no knowing, and without the life there is no living. Bila njia hatuwezi enda, bila ukweli hatuwezi jua, na bila uzima hatuwezi ishi. Kwa hivyo tunaishi na tunajua na tunaenda kwa sababu Yesu Kristo ametuambia, mimi ndiye njia, mimi ndiye ukweli, na mimi ndimi uzima. Hivyo leo tunapoambiwa kwamba tutapokea roho wa ukweli, so in other words, Jesus is coming back to us as the Spirit of God, and the Spirit of God is that love that connects the Father and the Son. God is good. Hivyo Roho Mtakatifu tunasema ni upendo, upendo unaoshikanisha Baba na Mwana, na hivyo upendo huo ndio unaomiminwa kwetu tunapoambiwa kwamba he will come and live in us. So we are receiving the true love of God. Tunapokea upendo kamili wa Mungu, na upendo kamili huu wa Mungu ndio tunaopaswa kuendelea kukuza katika maisha yetu ya kila siku. Ndiye anatuambia kwamba mkinipenda mtashika amri zangu. Amri za Mungu ni gani? Na msiniambia kwamba hudhuria shika kitakatifu siku ya Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Amri za Mungu ni gani? Mkinipenda mtashika amri zangu. Kushika amri zake Yesu Kristo, tunaambiwa tutazame msalaba. Nini hicho ambacho Yesu Kristo alitufundisha alipokuwa hapa duniani? Waliopagawa kwa pepo wachafu, kama tunavyosikia kwenye somo la kwanza, alitoa hizo pepo. Waliokuwa na ubishi aliwapatanisha, waliokuwa wagonjwa aliwaponya, waliokuwa na shida na hitilafu maishani mwao aliweza kurekebisha hayo maisha. Kwa hivyo tunaambiwa tuweze kufuata nyayo zake Yesu Kristo. Hivyo ndivyo tutakavyodhihirisha ya kwamba upendo huu anaotuagiza siku ya leo, mkinipenda mtashika amri zangu. Yesu hakuyaishi maisha ili aweze kujitukuza mwenyewe, na alisema mara nyingi ya kwamba sikuja kuyafanya mapenzi yangu, bali nimekuja kufanya mapenzi ya yule aliyenituma. Hata sisi tumo duniani humu, kama kweli tunampenda Yesu Kristo, pia tunaitwa kuweza kumtii huyo ambaye alimtuma Yesu Kristo atuelekeze katika barabara ya uzima wa milele. Kuna haja gani kukaa hii dunia kama hutafika mbinguni? Kuna haja gani? Kuna haja gani ya kuja kanisani kama hatutamuona Mungu? Umesimamisha shughuli zako, si ndio? Hakuna mtu amekuleta hapa. Umesikia kuna huo mwito ambao wakuita kuja hapa ili uweze kuamua kama unataka kumfuata Mungu. Nimewasikiza wale wanaopenda mpira sana. Mimi sio sana, lakini naupenda. Wale wanaopenda mpira sana, hasa kuna kinyozi mmoja jana nilipokuwa nimeenda kunyolewa, akaniambia tumebakisha tu mechi moja ya leo, Arsenal na West Ham. Hii tukishinda, jueni kikombe tumeinua. Nikamwambia nakutakia kila la heri. Enyewe mmepambana miaka 22 bila chochote, sio muda mfupi. You know, every other year you put a lot of effort but you don't make it. But tunaona ya kwamba mvumilivu hula mbivu, si ndio? Kwa hiyo acha Arsenal wabebe. Mimi nawaombea sana, bebeni kikombe. Lakini zaidi ya kubeba, acheni tutambua kwamba sisi bado ni mashabiki. Sisi bado ni mashabiki, lakini tusiwe mashabiki
wa kushabikia wengine wakienda mbinguni, sisi tukibaki, kwa sababu mshahara haupokei mshahara kwa sababu ya kushabikia Arsenal. Wale wanaochezea Arsenal ndio wanapokea mshahara. Ama umepokea? Raya akipokea the golden gloves, haupokei wewe, lakini unafuraha sana. Nani amepokea? Hebu niambie, utafurahi ukiniona nikienda mbinguni ama mwingine anaenda mbinguni, wewe unaachwa? Watakapokuwa wamebeba kikombe wakizunguka uwanja wa Emirates kuelekea kule London wanakoishi, bado wewe utakuwa bonde. It is true. Utakuwa race course. Kazi yako ni kukaa nyuma ya televisheni kutazama na kusema kwamba angalieni timu ninayoienzi vile ambavyo inashangilia. Wewe nani atakushangilia ukifika mbinguni? Kwa hivyo pambano ni letu, na ndio leo tunapoambiwa kwamba pendaneni. On a serious note, there is no need of wasting our time if we cannot be able to love one another, accommodate one another, because all of us have been given equal chances. Sio kama vile ambavyo ili ununue mchezaji wa kuchezea Arsenal ama Manchester United lazima watafute. Sisi Mungu ametupatia uwanja ulio sawa. It is you to make a decision kama unataka kuingia ama hutaki kuingia. Ametuahidia, nitawapa msaidizi mwingine, kwa sababu msaidizi wa kwanza alikuwepo, na bado anatuambia kwamba naenda lakini narudi kwenu. Ulimwengu haukunitambua, lakini ninyi mnanitambua. Ili tuweze kuonyesha kwamba tunamtambua Yesu Kristo, lazima tuweze kuweka mikakati ya kuonyesha kwamba sisi hatutashabikia kuona wengine wakienda mbinguni. We also want to be part and parcel of the team that is going to succeed in making to heaven. We must be that team. We must be those people who have made a decision ya kwamba mimi sitaachwa nyuma tena, bali nataka kufika Sayuni, kule ambako tumeahidiwa maisha ya uzima wa milele. Na ndio hata katika somo la pili tumesikia tukielezewa na Petro ya kwamba tuweze kufanya nini. Anatuambia hivi: mtukuzeni Kristo Bwana mioni mwenu. Daima muwe tayari kumjibu kila mtu anayewauliza habari za matumaini mlio nayo. Tutaelezea matumaini yetu namna gani. God gave us the 3 supernatural gifts. You don't need any person to give you this. You have the faith, you have the hope, and you have the love that is freely given to you, freely given to me. Na Mungu anapotupa mambo haya, yeye anataka imani hii iweze kukua, matumaini haya yaweze kuonekana, na tuweze kuonyesha katika hili pendo ambalo limesisitizwa siku hii ya leo. Yesu anatuambia ya kwamba bado kitambo kidogo ulimwengu hunioni tena, bali ninyi mnaniona, kwa kuwa mimi ni hai nanyi mtakuwa hai. Alifufuka, alishinda dhambi na kifo, ili atuonyeshe ya kwamba safari ya hapa duniani ni kuvushwa, tunavushwa na kifo katika yale maisha ambayo hayana mwisho. Tunavushwa, kifo ndio kipo. Wajua, ilikuwa sijui ni wiki jana, tulikuwa na mazishi hapa, tukimsindikiza mmoja wetu ambaye baba alimuita. Na tulipokuwa tunamsindikiza mmoja wetu ambaye alituacha, mimi nikiwa hapa kama sijamaliza misa, nikaanza kusikia kule nje maneno, sisi tunataka mwili wetu. You know, sometimes it's very interesting. Haya maisha ni mazuri sana. Sisi tunataka mwili kwa sababu hatutaki mtu wetu
azikwe South, tungetaka kujitolea tununue ploti twende tumzike mtu wetu hapo. Wengine wanasema kwamba tunataka kumteremsha ushago. Wale wenye wako South watafufuka ama watafufuka? Wenye walikuliwa na umbwa na simba watafufuka ama watafufuka? Huyo mtu alipokuwa hospitali, I remember very well, mimi hata nilienda hiyo harambee tumchangie ili tuweze kulipa hospitali. But now time comes when people want to show their might, ya kwamba tunataka tununue shamba ili tuzike mtu wetu. No, that is a contradiction in life. It is a contradiction in life. We could not raise a bill of 100,000, but we are ready to buy a plot or a 1 acre plot so that we bury our own. Ndugu zangu, tunafurahia kifo cha mtu ama tunapaswa kuonyesha pendo letu wakati ambapo yuko hai? Ni wakati mtu ako hai, haijalishi unazikwa wapi, hata ukatupwa kule ndani ya game park kule, ukuliwe na wanyama, hakuna mtu ana shughuli. Kwani yule mwenye amekuwa tukikesi kule hapa ako wapi? So wanajua kwenye walimpeleka. Hamjambo. Wanajua kwenye walimpeleka. Ni ile tunang'ang'ana kule kotini, tunataka mtoe mtu wetu, na wanajua kwamba unless walete fisi. Unless fisi yaletwe, afunguliwe mdomo, ambiwe wewe tunajua kwamba ulibeba mguu. Fisi mwingine ambiwa kwamba wewe tunajua ulibeba kichwa. You know, we are living in a very deceptive world. Watu wanaishi katika uongo, na ndio tunahitaji huyu Roho wa kweli ambaye atazungumzia dhamiri zetu, kutuambia kwamba what you've done it in a wrong way, and whatever you are doing, you will never see God. Let us stand for the truth, defending that truth. Na ndio unakuta ya kwamba wewe na mimi ambao tulibatizwa, tulipewa hata sakramenti ya kipaimara, ni wakati upi ambao tumesimama na ukweli hivi kwamba hata tuko tayari kufa kwa sababu ya ukweli. Tazama Petro katika somo la pili anasema kwamba hata kama ni kuteseka kwa ajili ya ukweli tunaoshuhudia, ni heri kuteseka kwa ajili ya ukweli huo kuliko kuteseka kwa ajili ya uongo. Na watu wanasimama na wanainua Biblia na wanasema kwamba naapa mbele ya Mungu, ukweli nitakaosema kwenye koti hii ni ukweli na ukweli mtupu. Mungu nisaidie. Sasa hizo unasema shetani simama na mimi. Because you know for sure you will not tell the truth. Why lift the Bible? Why? Kwa nini unachukua neno la Mungu kuwapa nalo na unajua kwamba hautasema ukweli? Ukweli, it is the only ticket that will take us to heaven. That truth. Kama tunaweza tukasimama na ukweli, utakuta tunasambaza udaku na uongo, kusema yale mambo ambayo hayapo, ili tuonekane ya kwamba tunayoyasema ni kama yana ukweli. God forbid. Stand for the truth. Defend that truth. Doesn't matter utapakwa matope namna gani, mradi umesimama katika ukweli. Watasema, lakini ukweli utafanya nini? Ukweli utaweza kujidhihirisha, na hivyo ndivyo tunavyoambiwa kwamba huyo ndiye Roho ambaye tunamngojea. Because he is the counselor, he is the advocate of each one of us. Kwa nini anaitwa the Paraclete? Anaitwa the Paraclete kwa sababu wakati mtu alishikwa na akapelekwa anangojea kuhukumiwa, amekosa hata kutoa ushahidi wa kuweza kuonyesha yule hakimu ya kwamba I'm innocent. Mtu aliyekuwa na ukweli na ambaye hata akasimama na kusema kwamba mimi nataka kumtetea huyu, angejitokeza hata hakupaswa kutamka neno moja, kwa sababu alijua this is a person who has distinguished him or herself from the rest, because huyu ni mtu ambaye tunaweza muaminia mambo yetu.
Wangapi ambao wanaweza aminiwa hata pesa za mtu? Unakuja unakopa kwa urahisi sana, tafadhali mimi nimesukumwa na maisha nikopeshe tu. Wewe unamsaidia kwa roho safi, lakini unakuta ya kwamba huyo jamaa ndani yake ameamua kwamba hata kulipa. Unaenda kumuitisha na kuambia enda kotini. Wakati alikuja kwako hakutaja kotini. God is good. You leave them. Mtu anayetaka kuibia muachie. Unakuta ya kwamba hata hizo pesa umepatiwa za chama, shikilia, walikuaminia, lakini wewe unapokuja kuitishwa unasema nipelekeni kwenye mnataka. Na wakati ulikuwa unachagulia unaambia jueni ya kwamba pesa zenu ziko mikononi mwa Yesu. Mimi hata siwezi chukua. How are you? God is good. Mikononi mwa nani? Ni wangapi wetu ambao tutakuwa tukiambiwa weka upande huu, kwa sababu we were never truthful in our dealings. Sisi tuko tayari kublame the government ya kuambia kwamba SHA hailipi, sijui shule lakini wewe unaweza kuaminiwa jambo gani? Mimi ninaweza nikaaminiwa jambo lipi? Tunaweza aminiwa hata roho za watu ya kwamba hizi ni roho ambazo tunapaswa kusindikiza na kupeleka mbinguni, maana roho aliye ndani yetu wa ukweli, huyo msaidizi mwingine ambaye tumeletewa katika maisha yetu, aweza akatusimamisha ili tuweze kushuhudia ukweli na ukweli mtupu. As we look forward to celebrate Pentecost, let us review the spirit in us. Huyo roho anafanya kazi gani? Niliwaambia juu ya hadithi moja ambapo watu 4 walikuwa wameabiri ndege, na hawa waliokuwa wameabiri ndege, palikuwa na kijana ambaye alikuwa ni scout, palikuwa na pilot, na palikuwa na msomi kwenye ile ndege pamoja na padri. Na padri alikuwa ni mzee, na ndege ikapatwa na hitilafu za engine, na pilot akaja akawaambia ni kubaya. Ni kubaya kwa sababu ndege huenda ikaungua wakati wowote. Hivyo tumepungukiwa na parachute moja, kwa sababu tuna ngapi? Tuna 3. Mimi nina familia ya kuendelea kutunza, na akachukua parachute moja na akajirusha. Unajua kama kuna kitu uogofi ukiingia kwa ndege ni kabla kuondoka, kwa sababu maelezo yanatolewa vizuri sana. Wanawatakia safari njema. Baada ya kuwatakia safari njema, baadaye neno la mwisho kabla hawajamaliza kila kitu ni kuonyesha the exit doors. Just in case of an emergency, unaambiwa kwamba that is an exit door. Kukatokea hatari, inama hapo chini yako kuna parachute, na unaonyeshwa jinsi ya kuifunga. Mimi nakumbuka nilipo safiri mara ya kwanza yangu, aliposema iko hapo chini, nikaichomoa ili usianze kufanya zoezi wakati ambapo kumetokea hatari. Wajua ni vizuri kukaa nayo ikiwa tayari, because safari hizi hatujui zinaishia wapi. Ni wangapi ambao wameishia Indian Ocean, Atlantic Ocean, wameenda. Mnakumbuka ile ndege ya Malaysia? Hamjambo, hata wa leo sidhani kama ishaipatikana. So mimi nikachukua yangu, vile ambavyo wanaeleza unaweka. Baada ya hapo ni unajiambia, by the way, hata hii parachute unaweza ivalia na bado ushindwe kuifungua kwa sababu ya wasiwasi. Umejua kwamba kule hata ukijirusha hujui unajirusha uende wapi. Unaweza jirusha ujikute juu ya mti. Unaweza jirusha ujikute umeingia kwa game park. Sasa hata kujirusha kulikusaidia na nini? Unaweza jirusha ujikute uko kwa ocean na ujui kuogelea kwa ocean, utaenda wapi? Bado utabebwa na unaenda kwa baba, unauliza nilikuja hapa saa ngapi? Anakuambia ni kale kandege ulikuwa umeabiri. Kumbe yako ndio kalikuwa kafanya nini? Kakusafirishe. Abiri Yesu. Ukiabiri Yesu, hata hii ingine ya hii dunia ikiisha, una Yesu. Huyo ndiye ambaye tunapaswa kuabiri.
in that even disappointments will not disappoint you. Rather, they are supposed to encourage you to continue. Mambo ni mengi, unaona ya kwamba ni kama umefika mwisho, lakini ukiwa na Yesu anakupa matumaini. Ndio leo tuambiwa kwamba acheni tushikane na Roho wa Mungu, na tunaposhikana na Roho wa Mungu, ndugu zangu, tutaweza kumpenda Mungu kwa moyo na tutaweza kutimiza sheria zake. Sheria zile zinazotuonyesha kwamba usimbague mtu, usiongee mambo ya mtu. Nenda umwambie, kwani kuna shida nikija kukuambia ukweli ulio ndani ya moyo wangu ni huu. Hata kama naweza nikachukizwa, lakini utakuwa umeniambia ukweli. Hapa Father, unapitia hii barabara, hautafika mbinguni. Mtu ambaye ana akili atajirudia na kujiambia enyewe, hapa tunaenda mbaya. Umeona wanasiasa siku hizi, niliona wengine jana wakimkashifu yule kuhani wa kule Kisumu aliyewaambia ukweli, akisema kwamba mhubiri mwingine na hapa chini, madharau ni kama utakaa kwenye kile kiti mpaka shetani yarudi. Madharau, ile pupa na kiburi ambacho kimewajaa wanasiasa wengine. Badala ya kusikiza, unajua tunasema ukweli unauma, kama haumi hauwezi ongea. Lakini ukweli unaposemwa kila wakati utakuumiza, na kwa mtu ambaye ana roho, kile ambacho anapaswa kufanya ni kujiita kwa mkutano na kujizungumzia. Anapozungumziwa na roho, kuambiwa kwamba badilika. Tubadilishe ndugu zangu, na tunapobadilisha, huyu roho ambaye tumeahidiwa siku hii ya leo atakuwa wa msaada mkubwa katika maisha yetu. Na hii inanikumbusha juu ya huyu baba ambaye mtoto wake alikuwa mgonjwa sana, na akiwa mgonjwa, yule mtoto baada ya kutazamwa na kupimwa sana, mzazi aliambiwa kwamba huyu mtoto wako ana ugonjwa ambao utafikisha maisha yake mwisho haraka sana. So a terminal illness, you don't have much that you can do. Na alipoambiwa hivyo ya kwamba mtoto wako ana ugonjwa ambao haizi akapona, atakufa, ni kama yule mtakatifu yule Carlos Acutis. Huyo Carlos Acutis aliishi maisha ya hapa duniani only for 15 years and today is a saint, meaning there is no age that we cannot become a saint. Na alifanya yale ambayo anaweza. Huyu ni mtakatifu aliyeanza kupokea sakramenti ya Ekaristi akiwa na miaka 7. Ni wangapi ambao wako hapa wako na miaka 20 na hata 30 na hawapokei? Wako hapa, na yule alikuwa na miaka 7 akikubaliwa kupokea. Wazazi wake hawakuwa akienda kanisani, but that boy had a special love for the Eucharist. Na ndiye akasema kwamba he said gave a very famous quote aliposema kwamba that the Eucharist is the pathway to heaven. Eucharist is the pathway to heaven. My dear friends, how many of us are seated here? Maybe the last time ulipokea, hata pengine ulipokea kwa sababu shule yenu ilikuwa imeenda shule na ukaona ya kwamba hawa hawanijui. Ushaikuta mtu mwenye upokea lakini hapaswi kupokea, na amejipiga kwa laini juu anasema kwa hawa nijui. Unakuja mwili wa Kristo, hujui mtu ujibu namna gani. Unaangalia Father, unaambiwa mwili wa Kristo, na yeye anakuambia mwili wa Kristo ni wewe ninapokesha ama ni wewe unanipokesha? My dear friends, tusicheze na Ekaristi. Kama yule mtoto alijua that the Eucharist is the pathway to heaven, let us also feel in us kuna kitu ambacho kinatuamsha. Roho Mtakatifu anatuinua na kutuambia kwamba ndugu zangu, pigeni hatua ili muweze kupokea mwili wake Yesu Kristo. Sasa huyu mtoto alikuwa amebatizwa na nampokea Yesu Kristo. Baba aliomba sana ili amwambie mtoto wake ni ugonjwa wa namna gani ambao ameugua, na huu ugonjwa utamweka muda mfupi sana. Na baada ya kumwelezea mtoto wake
ugonjwa anaougua na kumwonyesha hana maisha marefu, akaulizwa, je, uko tayari kukutana na Yesu Mwokozi wako? Na akasema kwamba ndiyo, mimi niko tayari, kama huyo Yesu ni mzuri kama wewe baba yangu. You know, how many of our children would tell us, as long as that Jesus has the kind of love that you really demonstrated in my life, then I want to meet that Jesus. It is a challenge. Tunapoonekana kule nje, tunapofanya biashara zetu, can people say that we have the same love like that of Jesus Christ? Mkinipenda msalaba, mkinipenda mtashika amri zangu, mtakuwa tifu kwake Mungu Mwenyezi, mtaendeleza hicho kizuri ambacho kimewekwa ndani yenu. Ndugu zangu, acheni tusimame imara. Na namalizia na kusema hili. Jana nilikuwa na kikundi cha wanafunzi ambao wengine wamefunguliwa na wengine bado wanaendelea na mafundisho. And among in our conversation, there is one guy or two waliosema hivi, Father, mimi nilikutana na wewe nikichukua picha ama video, vile ambavyo wao wanachukua. Nikichukua video mahali fulani ulikuwa. Na baada ya misa ukaniuliza swali nilipokuja kukusalimia. Ukaniuliza, wewe unashabikia timu gani ya Uingereza? Na kaniambia mimi ni shabiki sugu wa Chelsea. Kaambia, kwa hivyo mko na Dhuo na Mwangi? Akasema ndio. Kamwambia pongezi. Hebu nitajie tu wachezaji 5 wa Chelsea. Jamaa alinipatia lineup wachezaji 11 akajaza. Nikasema kweli umewajua vizuri sana. Nikamgeukia nikamwambia, hebu niambie somo ambalo tumesoma leo ulipokuwa unachukua hiyo video, la kwanza lilitoka wapi? Kaniangalia kaniuliza, Father, tena umerudi wapi? Nikamwambia, no, let us be realistic. Hebu niambie, si ulikuwa unachukua video, niambie somo la kwanza lilitoka wapi? Akaniambia, utaniwia radhi, hiyo sikumbuki. Kamuuliza, unaweza kumbuka wachezaji wa Chelsea, lakini neno ambalo linapaswa kukufikisha mbinguni huwezi ukakumbuka. Tafadhali tia bidii vile ambavyo umejua wachezaji wa Chelsea, tia bidii katika neno la nani? La Mungu, likusaidie uweze kufanya maamuzi yanayokushikamanisha na Mungu. Jana alikuja akaniambia, Father, uliponiambia hivyo, jua ya kwamba hata sikuwa nimebatizwa. Nimeingia mafundisho, sasa nimebatizwa na naweza nikasimama na kudhihirisha wazi ya kwamba changamoto ulionipa ilizindua upya huyo roho aliyekuwa ndani yangu ambaye nilikuwa nimemfunikia. Mwingine akaniambia hivi, mimi Father, ni huyo akaniambia, kwetu hakuna Mkatoliki mwingine, mimi ndio wa kwanza. Na nilipoambia kwamba ninabatizwa, waliniambia kwamba tunakutakia kila la heri. Mwingine alikuwa analeta watoto wake, wanakuja, wamebatizwa, wanapokea, naye anabaki kwa kiti. Father Mwangi akawaambia kwamba nyinyi ni kama nyasi. Nyasi ile iko kwa uwanja. Kwa hiyo watu wanapitia juu ya hiyo nyasi, wakikanyaga kwa sababu ni yao wanatumia huo uwanja. Kwa hivyo hata yule ambaye hapokei ni kama nyasi kuwa kanisani. Nyinyi ni nyasi ambao tunazikanyaga tukija mbele ya Mungu kupokea na madoido na madaha. Ndugu zangu, mbona uendelee kuwa nyasi? Amka, jongea hapa. Kama kweli Roho wa Mungu anafanya kazi ndani yako, ikuamshe, ikuonyeshe ya kwamba ni vema kushiriki sakramenti za kanisa. Kama hujabatizwa, piga hatua, jifunze dini, elewa na imani uweze kubatizwa. Kama hujafunga ndoa, piga hatua, unakaa na mtu wa mtu. Na nimerudia hapa sijui miaka mingapi, na nitarudia mpaka nihame. Unakaa na mtu wa mtu, umeketi hapa, unaweza ukanunua pizza baada ya kutoka hapa. Unapitia pale karibu na Bata, nasema tuwekee pizza 2 kama familia.
Si ufurahi ukipokea kwanza ndio uende ukachukue pizza. Hamjambo, Mungu ni mwema. Wengine hatujapewa kipaimara, ndio unakuta ya kwamba unaulizwa, hebu niambie sakramenti ya kipaimara imeandikwa wapi katika Biblia? Unasema hiyo father hajatuambia. Sio father anapaswa kusoma Biblia kwa niaba yako. Soma Biblia kwa sababu hata ndio zinauzwa hapa nje. Ukitoka nunua yako, enda ukasombe. Hili ulize, hebu nielezee hapa panasema nini? Na hivyo ndivyo takavyokuza imani yetu. Ndugu zangu, ni mwezi wa Rozari huu kanisa inatukumbusha, lakini utakuta ya kwamba wengi wetu ni kusumbua father, nibarikie. Sasa hizo unafuraha sana father abariki, na unasikiliza vizuri sana father akiwekelea, na baada ya hapo unaenda unaiweka kwa kitanda, ili unapolala unasema Mama Maria nichunge. Ndugu zangu, it is not about being superstitious. It is about being real Catholics. Real Catholics, practicing our faith. And when we practice our faith, let us enhance even our prayer life, because we need it, because we need to make it to heaven. God bless you. God bless you. Let us meet in heaven.